Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan min haythu la nahtasib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo ada yetu, huu ni mwendelezo wa kawaida katika semina zetu za hijama za kila mwezi. Malengo au makusudio ya kuwa na semina hizi za mwezi ni kuitumia kwa njia ya kuimarisha wakufunzi wetu ambao wamesoma katika mifumo yetu ya Kamna Hijama Training Academy, ili kuwafanya kuwa madaktari bora zaidi. Ukweli wa mambo ni kwamba hatuwezi tukaisoma hijama kwa kozi ya miezi mitatu kwa masomo ya wiki kwa wiki mara mbili tukasema tumemaliza elimu. Bila shaka tutakuwa tunachukua kuwa kama ni sehemu ya msingi, alafu msingi ule unaendelezwa, unaboreshwa. Lau kama mimi ningetegemea elimu nilokaa nao darasani, hakuna hata moja ambayo nayafanya sasa hivi ningeyafanya. Mimi nilisoma kozi ya hijama wiki mbili tu, lakini kozi ya hijama ilikuwa kama kufungua tu msingi, lakini mpaka kesho mimi bado nasoma kozi ya hijama mpaka leo ninavyoona hapa. Lakini bahati mbaya tulionayo, wachache miongoni mwenu wanahisi kwamba kisha kuwa umesoma ile miezi mitatu ile kwa siku za Jumamosi na Jumapili, basi yeye tayari kashakuwa daktari, hana haja tena ya kusoma. Lakini ukweli fani hii ni pana na ina mambo mengi, na matukio katika tiba yanatofautiana. Mwaka jana mwishoni kuna tukio ambalo mimi limetokea, pamoja nafanya hijama kwa zaidi ya miaka 10, lakini tukio hilo kani geni, na huenda likawa ni sababu ya kuongeza package katika mtaala wetu kutokana hilo lilotokea. Tumesoma katika hijama kuna aina 5 za damu: nyeusi, mafuta iliyochanganyika na maji, povu, nyekundu. Lakini ikatokea Mtwara, tukiwa Mchichira, kwa upande wa kina mama, mpaka lazimika daktari wangu anite, daktari njoo kwanza. No, haikuwa nini, ilikuwa Masasi, kwenye kliniki yetu ya Masasi. Ona hiki kilichotoka, alikuwa akitibiwa mfumo wa uzazi kwenye ile point ya lumbar system pale, ambayo inahusisha figo na ni moja katika maeneo muhimu sana kutibu matatizo ya uvimbe kwa akina mama. Kwa hiyo imetoka damu, lakini yametoka maji meupe mazito kama maziwa.
Kwa hiyo sasa ikawa ni tukio jipya ambalo halikuwahi kutokea kwa zaidi ya miaka 10 toka mimi nafanya tiba ya nini, ya hijama. Kwa hiyo sasa ikabidi sasa kuanza tena upya kujadili ni nini. Sasa sikwambii wewe umekaza kwa siku zako ngapi hizo basi ukasema umemaliza. Hii fani inahitaji uendelezaji, na kila unavyoendeleza ndivyo unapokuwa daktari bingwa. Sawa, ndivyo unakuwa na experience, ule uzoefu. Asubuhi nilikuwa naongea na baadhi ya wanafunzi ambao tulikuwa tunasoma kwamba utashangaa daktari amesoma ngazi ya clinical officer, kwa maana ni daktari wa kati ambaye ni ngazi ya diploma, lakini akaja akamzidi wa PhD kwa sababu tu huyu kasoma clinical officer lakini yuko kazini labda na miaka 10. Akaja akamzidi wa PhD ni kwa sababu tu kwamba huyu amekaa kazini kwa muda mrefu, kashakutana na changamoto nyingi, ana uzoefu. Jamani, sinaeleweka vizuri eh? Kwa hiyo uzoefu unakuja kwa kuendelea kujifunza, uzoefu unakuja kwa kuendelea kufanya matendo ya utabibu. Ndio uzoefu unafanyaje, unapatikana. Kwa moja katika malengo ya hizi semina ni kuwaimarisha, kuwajengea uwezo zaidi, na hizi semina zitakuwa endelevu mpaka pale labda Allah tabaraka taala atakapokuwa amechukua mimi labda uhai wangu. Hizi semina hazitarajiwi kwamba zitakoma, na kwa maana hiyo wala tusitarajie kwamba hii elimu tutaifanya nini, tutaimaliza. Yani mpaka pale Allah tabaraka taala atakapochukua uhai wangu, basi kama wataendeleza wengine watafanyaje, wataendeleza. Kwa semina hii ni semina ya kawaida, na alhamdulillah naamini zimewasaidia wengi katika madaktari wetu ambao walikaa darasani wakasoma na wakawa ni wahudhuriaji wazuri hizi semina. Naamini zimewasaidia sana. Sasa leo katika semina yetu ya leo tutazungumzia mambo makubwa mawili, na hakuna namna hizi mada lazima nizimalize. Hakuna namna hizi mada lazima tufanyaje, tuzimalize. Kwa kama itabidi itatukuta dhuhuri hatujamaliza mada, basi hii mada italazimika tufanyaje, tuzimalize, tusiache kiporo. Kwa sababu najua baada ya leo inawezekana tena tukaja kuonana tena baada ya mwezi mmoja na kidogo, kutokana na mizunguko jinsi ilivyo. Kwa bora tumalize. Mada zetu za leo zitakuwa ni mbili. Mada ya kwanza tutazungumzia faida ya tiba ya hijama kwa maradhi ya nyama za pua, moja kati ya magonjwa ambayo yanasumbua sana sasa hivi kwa watoto na hata kwa watu wazima. Ni ugonjwa ambao unachangia kuathiri mfumo wa upumuaji, wakati mwingine huambatana na allergy kali. Ni ugonjwa ambao unatesa sana, manake ni uvimbe ambao unakuwa ndani ya pua, kwa hiyo unapelekea kuziba. Wakati mwingine utokaji wa mafua ukawa ni mgumu. Kwa hiyo tutasoma jinsi gani tiba ya hijama inavyoweza kufanya kazi kwenye tatizo hilo, lakini sambamba na kuona zile amakin, ponti ambazo unapaswa uzilenge ili kuutibu huo ugonjwa ni ponti gani. Lakini pia tutaona faida ya tiba ya hijama kwa waathirika wa madawa ya kulevya. Waathirika wa madawa ya kulevya, hapo tunazungumzia watumiaji wa cocaine, wavuta bangi, sigara, pombe. Lakini pia hapa itakuwa inahusisha mirungi, kuvuta shisha. Haya yote ni katika jamii ya madawa ya kulevya. Na kila moja ina kiwango cha athari zinazotofautiana. Ziko ambazo zina madhara makubwa zaidi kama cocaine, kiasi kwamba mpaka inadhoofisha kabisa na afya ya mtu. Na zipo ambazo madhara ni makubwa
lakini unaweza ukaona mtu kama bado yuko ana nguvu, kama mambo ya sigara. Na hiyo kuna baadhi yake zinaharibu akili, kama bangi. Mtu aliyevuta bangi akiacha hata akikaa miaka 10, athari ya bangi bado ipo. Sasa hijama ni moja kati ya tiba ambayo inasaidia sana. Kama mtu aliwahi kuvuta akaacha, basi huyo anashauriwa afanye hijama. Itamsaidia sana kuweza kuondoa zile athari ambazo zilikuwemo katika ubongo. Kama mtu alitumia madawa kulevya aliacha au anataka kuacha. Uzinifu pia ni ulevi, ni magonjwa haya. Pia hawa nao wanaweza wakatibiwa kwa njia hiyo. Kuna watu ni wazinifu mbwa. Ni kweli watu wanafanya maasi, na haiwezi kuitwa dunia eti kukaa wote wacha Mungu, waovu wapo. Lakini kuna watu ni wagonjwa wamepitiliza. Lakini kuna watu sio wagonjwa, lakini anakaa udhaifu fulani. Basi pia hijama hii inaweza kumsaidia kwa njia hizi ambazo tutatibu hawa watu wa madawa kulevya. Ikiwa wewe unataka uimarishe imani yako na ikhlasi yako, basi hii itakuwa pia ni njia moja hapa kukusaidia, kutokana na zile pointi tutakazozitaja ambazo zinaweza kusaidia kutibu hili tatizo. Kwa hizi ndo mada zetu ambazo za leo. Kwa hiyo tukianza na mada ya kwanza, nyama za pua. Nyama za pua ni uvimbe laini unaoota ndani ya njia za pua kutokana na uvimbe wa muda mrefu kwenye utando wa pua. Hijama kwa maana ya cupping therapy inaweza kusaidia kupunguza baadhi ya matatizo yanayosababisha hali hii, kwa maana kwenda kuondoa kwenye kile chanzo. Magonjwa mengi yanakuwa yanashindwa kupata solution kwa sababu ya kushindwa kutibiwa kwenye chanzo. Mtu ana tezi dume, anaenda anachanwa, unatolewa kile kilichovimba, halafu anashonwa. Baada ya muda fulani, mwaka mmoja au miwili, unakuta tezi dume tena imefanya nini? Imerudi. Kinachofanya irudi kwa nini? Hiyo ni sawa na jipu limekamuliwa afa alikutolewa ule moyo. Chanzo cha ile tezi dume hakikuondolewa, ambapo ni nini? Ni sumu. Lakini pia mtu anaweza akaona uvimbe, mwanamke akaenda akapasuliwa akatolewa lile bonge, lakini baada ya muda uvimbe unarudi. Kwa nini? Ni kemikali zile ambazo zimeingia ndio chanzo cha ule uvimbe. Kwa hiyo umeenda kuondoa lile tawi, lakini shina la ugonjwa halifanya nini? Halijaondolewa. Hijama huwa inasaidia sana kutibu kwenye chanzo cha tatizo, ambapo msingi mkuu wa matatizo yote katika mwili wa binadamu ni damu. Ndio msingi mkuu wa maradhi. Damu au tumbo lako kwa ni chanzo cha nini? Cha maradhi. Tumbo ni vyakula unavyokula unavyopeleka tumboni huko. Umekota kababu umekula, umekota sambusa umekula, vitumbua umekula, chips umekula, mabroila umekula, au vitu vyote yanatakiwa yaende tumboni. Kwa matokeo yake unazalisha mafuta mengi, tumbo linakuwa kubwa, unakuwa na likitambi. Matatizo tayari yanaanzia hapo, sukari, pressure itaanza kujitokeza. Kwa hiyo tumbo na damu ni moja ndio vyanzo vikuu vya maradhi. Kwa kupitia tiba hijama kwa tatizo la nyama za pua tunaweza kumsaidia mtu kwa kwenda kutibu kwenye chanzo. Faida ya kwanza inaweza kupatikana: kupunguza msongamano wa damu na uvimbe. Kwa maana nyama za pua, moja katika chanzo kinachosababisha kupatikana nyama za pua ni msongamano wa damu katika mirija ya pua au katika mfereji ya pua.
Na hizi damu tunazozungumzia hapa ni zile cells zilizokufa ambazo hazina tena nini? Kazi. Zinabaki katika mwili. Kwa hiyo ule msongamano ndio unaokwenda kuwa ni chanzo cha ule uvimbe katika nyama za nini? Za pua. Tunafahamiana vizuri? Kwa kupunguza msongamano wa damu na uvimbe. Kwa panapokuwa kuna uvimbe ndani ya pua, alafu kukaambatana na msongamano wa damu, hilo tatizo linakwenda kuwa kubwa, litakusumbua sana. Na sehemu kubwa ya hili tatizo huwa linawapata sana watu wanaokula zaidi nyama nyekundu, red meat. Wanapata sana tatizo la nyama za pua wanaokula sana nyama nyekundu. Mishikaki, asila mishikaki ilo mingi huwa haiwivi, ndo asila mishikaki. Supu, raha supu iwe ngumu bwana. Ukishasikia supu ni ngumu, manake haijawiva hiyo. Kwa hiyo moja katika sababishi ulaji sana wa nyama nyekundu. Kama mtoto akizaliwa na nyama za pua, manake unaweza kukuta sehemu kubwa mama mtu alikuwa anakula sana nyama. Ingawaje inaweza ikatokea kinyume chake, lakini wanaokula nyama wapo katika hatari zaidi ya kupata tatizo la nyama za pua. Kwa sasa hijama inapofanyika inakwenda kupunguza ule msongamano wa damu na uvimbe, lakini pia hijama husaidia kupunguza msongamano wa damu kwenye kichwa na pua. Kunapokuwa na msongamano wa damu kwenye kichwa, mishipa ile inaounganisha kuja kwenye pua. Tunajua katika moja pointi za kutibu hijama, akhdaaini na eneo la kahil. Miongoni mwa faida zake eneo la akhdaaini na kahil ni kufidisha afya ya pua, koo na maeneo mengine. Kwa sasa msongamano wa damu katika kichwa unaweza kuwa ni chachu cha mtu kupata tatizo la nyama za nini? Za pua. Yaani maana yake kwamba hapo hatuwezi kumtibu mtu wa nyama za pua, lazima tiba yake itahusisha na nini? Itahusisha na nini? Kichwa. Itahusisha na kichwa, kwa sababu msongamano wa damu katika kichwa na pua, maana yake kwamba hijama inapofanyika inakwenda kuondosha ule msongamano wa damu katika kichwa na pua. Maana yake huwezi ukamtibu mtu mwenye nyama za pua, lazima itahusisha na structure ya kichwa. Tunafahamiana vizuri hapo? Pia katika hii namba moja, faida ya hijama husaidia kupunguza uvimbe kwenye utando wa pua unaochochea ukuaji wa huo uvimbe. Kunakuwa kuna utando wa makamasi yale, kutokana na kuwa na mzunguko dhaifu wa damu kwenye pua. Kwa hiyo sasa hijama inakwenda kusaidia kuondoa ule utando. Sijui kama mshafanya hizo practical. Mkamate mtu ambaye amekamata na mafua makali sana, mpige hijama bapa la uso, mpige hijama kwenye pembe za pua, sinaeleka vizuri, alafu mpige hijama kwenye akhdaaini na kwenye eneo la kahil. Alafu baada ya dakika 5 ya hijama muulize unajisikiaje. Atakwambia naona mafua yamekuwa yametulia. Sinaeleka vizuri hapo? Kwa hiyo kuonyesha kwamba utando unaosababishwa na mzunguko dhaifu wa damu katika pua, rudi kule nyuma kwenye kozi yetu ya hijama. Moja katika kazi ya hijama, moja katika kazi ya damu. Kazi ya damu ni kusambaza oksijeni katika mwili. Na kiungo chochote katika mwili ili kipate uhai kinahitaji nini? Oksijeni. Kwa pua kuwa tulivu, haina mafua ya mara kwa mara, maana yake oksijeni inafika vizuri katika mishipa inayounganisha pua. Lakini kama oksijeni haifiki vizuri, lazima utapata athari hizo za mafua za mara kwa mara. Mafua yasioisha ndio mafua sugu. Lakini hakunaga mafua sugu, bali wewe una mzunguko dhaifu wa damu, sawa, ambaye inayobeba hiyo oksijeni
kwa maana haifiki vizuri katika mionzi ya nini, ya pua. Kwa hiyo hijama inapofanyika inakwenda kupunguza uvimbe kwenye utando wa pua unaochochea ukuaji wa hizo nyama za nini, za pua. Sawa? Kuboresha mzunguko wa damu kwenye sinuses na pua yenyewe kwa ujumla, yani kuzuia yale maambukizi kama allergy na nini yanayoweza kuambukizwa kupitia pua, ima kupitia harufu ya vitu fulani fulani. Kwa mfano, mwingine akisikia tu mafuta mazuri tayari anapata allergy, vumbi tayari. Sawa? Kwa kama ndo ana nyama za pua, inakuwa ni rahisi sana maambukizi kupitia kwenye pua yakapelekea mtu kupata athari kubwa zaidi. Kwa hiyo hijama, katika faida ya kwanza ambayo inakwenda kufidisha mtu anapofanya hijama kwa tatizo la nyama za pua, inakwenda kuboresha mzunguko wa damu kwenye sinuses ambazo moja katika chanzo cha kupata maambukizi ya haraka. Sawa? Lakini pia na pua kuweza kupata athari ya hizo nyama kuweza kuzidi kusumbua. Hiyo ni faida ya kwanza. Na matokeo anapofanya hijama, matokeo yatakayotokea, kupumua kunakuwa rahisi zaidi, lakini pia pua kupungua kuziba mara kwa mara. Anapokuwa amefanya hijama, basi hizi faida zitakuwa zinafanya nini? Zinapatikana. Faida ya pili, kusafisha mwili na kupunguza sumu. Detoxification. Katika tiba ya hijama huondolewa damu iliyochanganyika na uchafu. Tumesoma katika sifa na kazi ya damu mwilini ni kusafisha nini? Takataka. Moja katika kazi ya damu, inasafisha takataka. Inakuwa kama air cleaner katika gari Sawa? Air cleaner kazi yake ni kubeba vumbi ili kuhakikisha vumbi lisiende katika nini? Katika engine. Sawa? Kwa hiyo moja katika kazi ya damu ni kukamata takataka, kusafisha takataka kutoka katika maeneo mbalimbali ya mwili, kama ni kwenye figo, ini, mishipa, sehemu mbalimbali. Kwa sasa mwisho wa siku na yenyewe damu inakuwa na nini sasa? Inakuwa chafu. Sinaeleweka vizuri? Hiyo damu na yenyewe inakuwa chafu. Kwa hiyo sasa inapofanyika hijama kwa mtu mwenye matatizo ya nyama za pua, maana yake tunakwenda kusafisha mwili na kupunguza sumu. Katika tiba ya hijama huondolewa damu iliyochanganyika na uchafu, ambayo huaminika ndio moja katika chanzo cha hilo nini? Hilo tatizo. Sasa ikiondolewa huu uchafu na hii sumu ambayo ndani yake inakuwa imechanganyika na iliyochanganyika damu na uchafu, nini kitatokea? Kupunguza sumu mwilini zinazoweza kuchochea mzio na uvimbe. Kwa maana ikishafanyika hijama tukaondoa hizo sumu na damu yenye sumu, lakini sambamba na iliyochanganyika na uchafu, maana yake katika faida ambayo tutaipata kwa mgonjwa mwenye nyama za pua ni kupunguza sumu mwilini zinazoweza kuchochea mzio. Tukisema mzio jamani, maana yake ni allergy. Sawa? Mzio ni allergy. Kwa hiyo itaondoa hiyo hali ya mzio na uvimbe, kwa maana allergy inayotokana na harufu, sawa, allergy inayotokana labda na vyakula fulani fulani, akila anapata allergy kiasi kwamba inampelekea hizo nyama za pua kuzidi kuziba na kushindwa kupumua vizuri, itaweza kuondoa, na uvimbe ambao unakuwa uko ndani utakuwa umeondoa, kwa sababu itakuwa tumeondoa sumu na damu ambayo imebeba uchafu ndani yake. Lakini pia faida nyingine tutapata tukisha kuondoa hiyo damu yenye sumu, tukiondoa hizo sumu na damu iliyochanganyika na uchafu, itasaidia pia kuimarisha kazi ya mfumo wa kinga, immune system. Mfumo wa kinga utaenda kuimarika. Jamani, moja kati ya viungo ambavyo vinahitaji kuwa na mfumo mzuri wa kinga ni pua. Sawa? Ili isiwe rahisi kuingia virusi vya maradhi kupitia nini? Pua.
Kwa hiyo inapokwenda kuondolewa ile sumu na damu iliyochanganyika na uchafu, katika faida tutakayoipata, tutakwenda kuimarisha kazi ya mfumo wa kinga. Sawa sawa, Na faida ya tatu katika eneo hilo, tukisha kuondoa ile sumu na damu iliyochanganyika na uchafu, itasaidia pia kupunguza uwezekano wa maambukizi ya mara kwa mara kwenye pua. Sawa sawa. Kwa hiyo faida ya pili ya hijama katika tiba ya hijama, faida ya pili ya hijama kwa mtu mwenye matatizo ya nyama za pua, maana yake tutakwenda kuondoa, kusafisha mwili, kupunguza sumu na damu iliyochanganyika na nini, na uchafu, ambapo matokeo tutakayoyapata, tokeo la kwanza tutapata kupunguza sumu mwilini, ambapo ndo huwa ni chanzo kinachoweza kuchochea mzio na uvimbe. Lakini pia ndo inakuwa pia tutaenda kusaidia kuimarisha kazi ya mfumo wa kinga, lakini pia kupunguza uwezekano wa maambukizi ya mara kwa mara kwenye pua. Kwa hiyo pua itabaki kuwa ni salama. Sawa jamani? Kumbuka, maambukizi yoyote yanapokuwa yanaathiri mara kwa mara maeneo hayo, kunaweza kuja kuzalisha tatizo kubwa zaidi. Asili ya kansa chanzo chake inaanza kwenye huo uchafu. Hamjawahi kusikia watu na kansa ya pua? Jana nilituma posti moja, sio kama mliona. Mtu imebidi ashonwe mdomo baada ya kupata kansa ya meno. Asili yake inaanza kwenye nini? Chanzo chake kinakuwa kwenye uchafu. Bakteria, virusi vibaya, fungus. Sawa? Hatimaye zile cells za kansa zinatawala. Cells za kinga zinashindwa kulinda fizi za meno. Tayari shakuwa tatizo. Kwa hiyo bini mtu atolee meno yote, alafu na mdomo ushonwe. Hebu piga picha afu ndio hivyo. Maisha yanakuwaje? Maisha magumu sana. Maisha magumu sana. Tunatoka kwenye faida ya pili. Hizi iko 17 hizi. 17. Yaani faida ya hijama kwa mtu mwenye matatizo nini? Ya nyama za pua. Ziko faida 17 na kila faida moja imebeba faida za ziada ndani. Sawa sasa wale wenye diary watakuwa naandika, lakini kwa hizi msipate shida sana kuandika, nyinyi sikilizeni. Kwa sababu baada ya hapa kila mtu atapata perfect yake. Sinaeleweka vizuri Kwa kusikiliza itakuwa ni vizuri zaidi, unapata utulivu. Faida ya tatu, kupunguza mzio. Kwa maana mtu anapokuwa anafanya hijama kwa kuwa na tatizo la nyama za pua, atapunguza mzio, kwa maana allergy. Ingawa tumeona kwa muhtasari huko nyuma, lakini hapa sasa tunaizungumzia kwamba hiyo allergy yenyewe moja kwa moja inakwenda kupata unafuu, lakini hatimaye kutokomeza ile allergy za pua. Kuna watu wanasumbuka sana na mafua. Yaani mtu mwaka mzima anauma mafua. Yaani hajawahi kukaa wiki bila mafua. Ukisoma katika dalili za pneumonia, kama mnakumbuka vizuri, moja katika viashiria vya kuumwa pneumonia ni kutoa kamasi ya njano au ya kijani. Ni viashiria vya matatizo ya mfumo wa nini? Wa upumuaji. Sawa Kwa hiyo sasa hijama inapofanyika kwa mtu ambaye ana tatizo la nyama za pua, tunakwenda kupunguza mzio. Kwa hiyo allergy inakwenda kupungua. Kwa hiyo ikipungua allergy, faida anayoipata mgonjwa, maana yake anapata kufunguka ule mfumo wake wa kupumua. Kwa hiyo itakwenda kusaidia kuondoa allergy, itaenda kusaidia kuondoa maambukizi ya muda mrefu katika pua. Pia hijama inaweza kusaidia kupunguza mwitikio mkali wa mzio mwilini. Tukisema mwitikio mkali wa mzio mwilini, yani maana yake ile allergy kali kabisa. Yani kwamba mtu akipata infection kidogo tu ya kitu fulani, anapata allergy kali kiasi kwamba mwingine mpaka anahitaji oxygen.
Kuna magonjwa wewe ni vile kwamba hayajakupata unaweza kaachukua kama ni ya kawaida. Sawa? Lakini magonjwa ya hatari sana. Kwa hiyo hii hijama itafidisha kupunguza ule mwitikio mkali wa allergy. Lakini pia kupunguza dalili zile viashiria vya mtu mwenye allergy. Kwa mfano, kwamba mtu akisikia tu harufu ya kitu fulani anapata kama mafua fulani. Hayawi makali lakini anapata kama mafua fulani. Maana yake ni dalili kwamba huyu ana viashiria vya kuwa na allergy. Kwa hiyo sasa hizi dalili pia kupitia hijama kwa nyama za pua itakwenda kuondosha. Na hizi nazo ni moja katika chanzo cha mtu mwenye magonjwa ya nyama za pua kuchangia kushindwa kupumua vizuri, sinaeleweka vizuri, na changamoto nyingine kujitokeza. Lakini pia itasaidia kupiga chafya sana. Mara nyingi hawa watu wenye nyama za pua kwa kuwa allergy inakuwa iko karibu, kwa unakuta ni watu wa kupiga sana chafya. Kwa mtu anaweza kapiga chafya mpaka anachanganyikiwa. Kwa hiyo hii itasaidia kwenda kufanya nini? Itaondoa. Kwa katika faida hii ya tatu imeambatanisha na faida nyingine za ndani, baada ya kuwa tumesema kwamba itapunguza mzio. Sasa ule mzio, miongoni mwa mzio ni mle mtu kupiga chafya kila anapopata hadi fulani, ima vumbi au mafuta fulani na mfano wake. Lakini pia itaondosha ile hali ya kuwasha pua. Nani katika hali hiyo? Kuwasha pua. Pua zinawasha. Hamjawahi kuona ugonjwa? Hakuna watu wanaumwa ugonjwa? Pua zinawasha. Yaani mpaka mtu analazimika afikiche pua hiyo, anatamani hata ile pua yenyewe itoe ile karaha yake. Kwa hiyo nayo pia itaweza kufanya nini? Itaondoka. Lakini pia kamasi nyingi. Mara nyingi watu wenye nyama za pua, wenye matatizo ya nyama za pua wanakuwa na tatizo la kamasi nyingi. Mara kwa mara mafua yanatoka, mara kwa mara mafua. Na hata akipenga hayatoki vizuri. Muda mfupi tayari mafua yamembana. Kwa hiyo itaenda kusaidia. Kitendo hiki kikifanyika, maana yake atapata uhuru wa kiakili wa mwili, na hata saikolojia yake atakuwa amekaa vizuri. Kwa hiyo hii ni faida ya tatu ambayo inapatikana kwa mgonjwa ambaye ana tatizo la nyama za pua, anaweza akapata faida hii. Faida ya 4, kuboresha mzunguko wa damu kichwani. Tulisema moja katika chanzo cha nyama za pua kupata tatizo la mafua makali na kushindwa kupumua vizuri ni mlundikano wa damu chafu katika kichwa. Sawa sawa? Kwa hiyo sasa anapofanya hijama, kwa hiyo tutakwenda kuboresha mzunguko wa damu wapi? Kichwani. Ndio maana tukasema hatuwezi tukamfanyia hijama mgonjwa mwenye nyama za pua kama hatukuhusisha na nini? Na kichwa. Baada yake mtu akishakuwa na nyama za pua na anataka kujitibu kwa kupitia hijama, lazima apige upara. Hijama kwenye maeneo ya kichwa na shingo husaidia. Shingo maana yake tunakusudia zile akhdaini. Shingo pia tunakusudia hablil warid. Nadhani hizi inshallah, hizi pointi tutaziweka kabisa ili tuweze kuona kwa vitendo mwisho wa darasa letu. Sawa? Tamtafuta kijana mmoja tuzibandike kabisa tuzione hiyo hablil warid hasa yenyewe hasa inakaa wapi. Kuna tatizo kubwa sana madaktari wengi kushindwa kulenga kwenye pointi sahihi. Unaweza kaambiwa katifaini, ukaenda kuweka kwenye katifaini, lakini hiyo katifaini ile joint yenyewe umeiacha. Ikahitajika kuweka kwenye fumbatio zile za bega kwa ajili ya kusaidia pia mfumo wa upumuaji. Hizo fumbatio yenyewe, ile joint yenyewe mfupa ule ukakuta umeuacha juu, alafu umekuja kuweka chini ule mfupa. Tutaongezeana, tutakomenti vizuri hapo. Tutakokomea vizuri ili kuweza kuona jinsi ya point ya kuweka vizuri kwa ufanisi. Kumbuka, ukiweka point kwa ufanisi ndio unafuata falsafa ya Bwana Galeni na Hippocrates kwamba hijama hufanya eneo maalum, sawa, kwa kutibu maradhi maalum, baadhi ya maeneo yalichanjwa ili kuondoa nini? Maradhi.
Kwa haiwi hijama lazima ulenge kwenye target yenyewe kabisa pale. Sinaeleweka vizuri? Ukikosea tu target, sio kwamba mtu hatopata faida, lakini hautopata matokeo mazuri. Hautopata matokeo yaliyo mazuri zaidi. Kwa hiyo hijama kwenye kichwa na shingo husaidia. Maana yake akhda'aini, lakini pia shingo kwa maana hablil warid. Mshipo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutaja ndani ya Qur'an kwamba yeye yuko karibu kuliko ule mshipo wa hablil warid. Yuko karibu sana na sisi. Na hii inshallah mada yake tutaiandaa, tutakuja kuielezea tu hablil warid peke yake. Nadhani semina itakayokuja inshallah. Hablil warid peke yake, yani ukienda kupiga hijama kwenye hablil warid peke yake kuna faida takriban karibu 20 zinapatikana. Hiyo hablil warid peke yake kienda kufanywa hijama. Sinaeleweka vizuri? Kila jambo linapotajwa kwenye Qur'ani ukiingiza katika maana ya kwenye tiba, katika tiba za hijama, utaona kuna matokeo zaidi ya 1000 unaenda kuyapata. Kama tulivyoona kwenye ajmu dhanabi, mkia ule wa uti wa mgongo unapoenda kufanya pale hijama, zile faida zinazopatikana. Kwa hiyo kuboresha mzunguko wa damu katika kichwa, maana yake kwamba tukifanya maeneo hayo kwenye maeneo ya shingo na kichwani itasaidia nini? Kwanza kuongeza mzunguko wa damu kwenye ubongo na pua. Sawa? Kuongeza mzunguko wa damu kwenye ubongo na nini? Na pua, ambapo itakuwa ni moja katika chanzo cha kutibu huu ugonjwa wa nini? Wa nyama za pua. Hospitali wanafanya nini ule? Nyama za pua wanazikata, wanazikata. Sasa ukikata wewe umeenda kutoa kilele, lakini sio chanzo. Ule ugonjwa moja katika chanzo chako unatoka kwenye ubongo huko kichwani. Hii ndio hijama. Sawa? Unaenda kutibu kwenye chanzo. Kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake asilale. Shetani bingwa, maana anaweza kupigwa usingizi hapo mwanzo hadi mwisho. Kila mmoja awe mlinzi kwa mwenzake. Yaani kila mmoja akae man to man. Kimwona mwenzako anasinzia, mshtue kidogo. Sawa jamani? Ili tuhadhiri wote mwanzo mpaka mwisho. Kwa kuongeza mzunguko wa damu kwenye ubongo na pua, pia kupunguza maumivu ya kichwa yanayotokana na hayo maambukizi. Maana yake mara nyingi watu hao wenye nyama za pua si huwa ni karibu sana kupata maambukizi kama hizo allergy na nini, kwa inapelekea mara kwa mara kuwa na affect ya kuuma nini? Kichwa. Kwa hiyo ikifanyika hijama katika maeneo ya kichwa itasaidia kuondosha maumivu yale ambayo yanayotokana na maambukizi katika maeneo ya pua. Lakini pia kuboresha hewa kupita vizuri kwenye pua. Maana yake tukifanya hijama kwenye maeneo ya kichwa na shingo tutakwenda kuimarisha upitishaji wa hewa. Hewa yenyewe tunayozungumzia hapa ni ile oxygen. Sawa? Kwa hewa itakuwa inapita vizuri kwenye maeneo ya pua, na hivyo mtu ataondokana na karaha zinazotokana na ugonjwa wa nyama za pua. Faida ya tano, kupunguza maumivu na shinikizo la maambukizi. Wewe unaweza kuona nyama za pua kama ni ugonjwa ni rahisi sana, lakini unaweza kupelekea mtu kupata maumivu mpaka wa uso. Sawa? Lakini na wenyewe unakuwa ni chanzo cha maambukizi. Kitendo cha kuwa na nyama za pua maana yake si mfumo wa hewa unakuwa hauko sawa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi bakteria kuingia wasitoke kwa haraka. Na unajua chafu za afya ni moja katika njia ya usafishaji wa mapafu na damu. Mtu anapopiga zile chafu za afya, acha chafu hizi za ugonjwa, kuna kupiga chafu zile za afya. Kwamba umekaa ukapiga chafu, ndio maana tunasema alhamdulillah. Maana yake kuna virusi vibaya vya maradhi vimefanya nini? Vimeondoka. Ndio maana ukifuatilia watu wa afya wanashauri ukipiga chafu usiachie pua ukapiga chafu wazi, ziba kidogo hivi. Sawa? Na ikiwezekana nawa au weka hivi kama ni tishu, ukimaliza ile tishu tupa, kwa sababu inawezekana wewe na virusi vibaya vya maradhi
Unapopiga chafya ukaacha wazi ukawaambukiza wengine vile virusi kwa njia ya nini? Ya hewa. Ndio maana tutakuwa useme alhamdulillah. Kwa sababu gani? Chafya inakwenda kusisimua mishipa yote ya mwili, kitendo ambacho bila ya mapenzi ya Allah tabaraka taala inaweza kupelekea kupasuka kwa mishipa ya damu, ikiwa mishipa ya moyo. Kwa kitendo cha kupiga chafya alafu ukaa huko salama, ndio maana wanasema nini? Alhamdulillah, kwamba umepiga chafya na uko salama. Hii ndio raha ya Uislamu. Ingaje tulio wengi hatujui kwa nini tunasema alhamdulillah. Sawa Lakini tunasema alhamdulillah kwa sababu huenda kuna madhara makubwa yangeweza kufanya nini? Kutokea. Nyama za pua mara nyingi huambatana na maumivu ya kichwa. Sawa? Ndio maana husaidia kupunguza maumivu na shinikizo la maambukizi. Lakini pia uzito kwenye paji la uso. Mara nyingi nyama za pua hupelekea mtu kupata uzito kwenye paji la uso kutokana na mgandamizo wa utando na mafua makali yanayopatikana. Lakini pia maumivu ya mashavu. Kwa mtu mwenye nyama za pua hupata maumivu ya mashavu. Kwa hiyo tukishakuzungumzia tena paji la uso, mashavu, maana yake kiufupi kwamba hii face yote anakuwa na maumivu kwa mtu mwenye tatizo la nyama za nini? Za pua. Kwa hiyo hijama inaweza kupunguza pressure hii ya maambukizi, lakini husaidia kuondoa tatizo hilo la maumivu na hatimaye kuweza kurahisisha afya ya mgonjwa na kuweza kuondoa zile changamoto zake. Hiyo ni faida ngapi? Ya 5. Faida ya 6, kuimarisha mfumo wa kinga. Hijama huchochea mwili kuongeza seli za kinga, white blood cells. Kwa maana tumezungumza hapa kwamba moja katika chanzo cha tatizo la nyama za pua ni damu chafu, ni damu iliyochanganyika na uchafu na sumu, ambapo hizi zinaweza kuwa ni chanzo cha kuathiri mfumo wa kinga. Kwa hiyo tunapokwenda kuziondoa, maana yake tunakwenda kuimarisha mfumo wa nini sasa? Mfumo wa kinga. Kwa hiyo tukiimarisha mfumo wa kinga tunafaidikaje? Itasaidia kuongeza seli za kinga sasa. Maana yake tukiondoa ule uchafu na zile sumu, seli za kinga zitaongezeka katika maeneo yanayohusiana na mfumo wa pua. Kwa hiyo seli za kinga zikiongezeka, maana yake na kinga itakuwa iko juu, kwa hiyo itakuwa si rahisi mtu kupata maambukizi kwa haraka. Mimi mwenzenu katika neema aliyojalia Mwenyezi Mungu, wakiumwa watu mafua nyumba nzima, mimi siumwi. Hata kama ataumwa mafua mke wangu, hata kama mke wangu nitakutana naye, mimi mafua sipati. Kwa hiyo kinga ikiwa vizuri, shehe uwezi kupata. Sinaeleka vizuri? Sasa sio eti wewe makusudi wewe kwa kuwa unafanya hijama alafu mtu ana mafua unaambiwa ipige chafa niangalie tu kwenye pua yangu. Wewe upumbavu. Lakini kama unafanya hijama mara kwa mara, wallahi wa billahi wa tallahi, unakwenda kuimarika sana kinga. Kwa watu anaweza akaumwa mafua nyumba nzima, wewe usiume mafua, kwa sababu kinga inakuwa iko juu. Ila sasa nikiumwa mimi mafua, lazima niwaambukize watu. Lazima utawaambukiza watu. Sasa hii inatokana na uhaba wa kinga katika nini? Katika mwili. Kwa hiyo tujitahidi sana tunapowafanyia hijama hawa wagonjwa tukipokea wanaohusiana na matatizo ya nyama za nini? Za pua. Tuwafanyie kwa umakini mno, kwa sababu ni moja kati ya waathirika na upungufu wa nini? Wa kinga. Watu wengi ukishasema baada ya kinga tunachojua ni ukimwi tu basi. Hapana. Mwili kujaa uchafu katika damu ni moja kati ya sababu ya kudhoofisha mfumo wa nini? Wa kinga. Kwa madokta wangu nyinyi ambao mmeshasoma hijama, toka umemaliza kozi ya hijama, wangapi washaumwa malaria? Yaani kama unaumwa malaria najua ufanye hijama.
Dr. Kambona? Mimi sijawahi kuumwa malaria. Malaria. Anakuuma tu anofensi mmoja kaacha pale kirusi hata kimoja tu tayari kwa shida hapa. Alhamdulillah, mimi zaidi ya mwaka 12. Neno ugonjwa unaoitwa homa malaria sijui. Sijui kabisa. Lakini ni matokeo ya tiba yetu ya hijama. Sinaeleweka vizuri? Kwa hiyo kama atafanya hijama kwa mtu mwenye tatizo kama hili, atakwenda kuimarisha kinga yake ya mwili. Kuimarisha kinga ya mwili maana yake unazuia mwili kutokupata mashambulio ya virusi vya maradhi mara kwa mara. Kwa hiyo inakwenda kusaidia kuongeza seli za kinga, zile white blood cells zinakwenda kuongezeka, lakini pia kusaidia mwili kupambana na maambukizi ya bakteria na virusi kwenye pua. Kwa maana kama kuna virusi vyovyote vibaya vinataka kuingia kwenye pua ama bakteria ambao ndo wanaosababisha kuleta athari hizo, vitashambuliwa mara moja. Hatimaye tatizo hilo halitaweza kufanya nini tena kumpata. Maana yake hapa ndo uponyaji tunasema sasa unakuja. Kwamba mtu akifanya hijama kwa kufuata ile structure ya mfumo wa mwili jinsi ulivyo kwa kumtibu nyama za pua. Sasa wewe mwenzangu na mimi unayesema hijama ni kuchanja, sinaeleweka vizuri? Swala hijama ni kujua tu kuchanja. Ukishakuja kuchanja basi inatosha. Haya, kaja mtu nyama za pua, wewe unaenda kumchanja kwenye kiuno, hizo nyama za pua unazitibu vipi? Wewe kwa kuwa umeshakalili hijama ni kuchanja, si ndio? Kaja mtu ana nyama za pua, unaenda kumtibu nyama za pua. Kasha kuja mtu ana nyama za pua, unamtibu vipi? Ndio hapo huwa tunasema tuache nini? Ujanja. Watu lazima tukae tufanye nini? Tusome. Wewe kama fani unaipenda, kaa ufanye nini? Usome. Hakuna kubahatisha. Ukifanya kwa kubahatisha, kwanza unakuwa hujiamini. Likitokea tatizo ndio unazidi kuchanganyikiwa. Na ukifanya kwa uhakika unajiamini, tukio likitokea unajua sababu. Na kama hujajua utatafuta sababu na utaibaini tu. Inakuwa ni rahisi sana kuweza kutoa nini? Suluhu. Allah tuwafikishe katika haya. Faida 7. Kuboresha usingizi na kupumua. Katika changamoto wanakutana nayo watu wenye nyama za pua, hawapati usingizi mtamu. Kwa sababu ili usingizi ulale vizuri, lazima mdomo ufumbe, upumulie nini? Upumulie nini? Au unapumulia mdomo? Ukilala haupumulii mdomo. Ukilala unapumulia nini? Pua. Sasa pua ndo zenye shida. Maana hapa hakuna usingizi mzuri hapa. Ni shida, ni mtihani. Kwa hiyo katika faida ya tiba ya hijama kwa mtu mwenye nyama za pua, inakwenda kusaidia kuboresha usingizi na kupumua. Kwa atapata usingizi mzuri na upumuaji wake utakwenda vizuri. Baada ya kupunguza kwa kuzibua pua. Maana yake kitendo kile cha hijama baada ya kufanyika kwenda kupunguza na kuzibua zile njia za pua, atakwenda kusaidika kupumua vizuri. Maana yake kwamba usingizi huwa mzuri zaidi, kupumua usiku kunakuwa rahisi, lakini pia kupunguza kukoroma. Mara nyingi watu wenye nyama za pua lazima akilala atakoroma. Kukoroma nako ni ugonjwa. Unaelewa vizuri? Kukoroma ni ugonjwa. Ima ni matatizo yanayohusiana na moyo, na kama sio moyo basi ni matatizo yanayotokana na nyama za nini? Za pua. Kuna mtu kilala naye bana ni mtihani. Wewe upate usingizi. Yaani bora uanze kulala yeye afu baada ya jalala yeye. Lakini akaanza kulala yeye, italazimika kwanza ukeshe kumsikilizia yeye mikoromo yake. Faida 8, kupunguza kuziba kwa pua. Kwa kuwa nyama za pua zinachangia kutoa kamasi vizuri.
na wakati mwingine mpaka mtu kutoa harufu kali kutoka kwenye nini, pua, kutokana na uchafu wa makamasi ya muda mrefu yanayoshinda kutoka. Kwa hiyo inasaidia hijama kupunguza kuziba kwa pua. Maana yake nini? Kupunguza uvimbe kwenye utando wa pua, kupunguza msongamano wa damu kwenye zile yale mambo yanayotokana na maambukizi katika pua, lakini pia kufungua njia ya hewa kupita vizuri. Matokeo yake mgonjwa hupumua vizuri zaidi na hupunguza kuziba kwa pua kwa muda mrefu baada ya kuwa amefanya hijama kwa kufuata ile structure ya tatizo lake. 10, kupunguza maumivu ya kichwa. Hii tayari 9. Namba nimekosea hapa. Basi 9, kupunguza maumivu ya kichwa. Hii imerudiwa hii tushaisoma hii. Kupunguza kamasi nyingi. Twende kwenye hiyo nyingine, kupunguza kamasi nyingi. Maana yake kwamba mara nyingi mtu mwenye matatizo na nyama za pua huchangia sana kuwa na kamasi nyingi katika njia ya pua. Kwa anapofanya hijama, ule uvimbe ukisha kuondoka, zile kamasi sehemu kubwa sana zinaondoka. Kama wiki 2 zilizopita, kijana wangu wa kiume alipata tatizo la changamoto ya kupumua. 9 za usiku akawa anatapatapa na roho. Mke wangu kachanganyikiwa, tumpeleke hospitali. Mimi nikanyamaza. Sasa unajua wanawake wepesi kuchanganyikiwa Kasoma hijama na yeye, tumpeleke hospitali. Nikanyamaza kimya, nikamwambia avaa shati. Tukatoka nyumbani tukaingia kliniki hapo. Saa 9 kuelekea kwenye saa 10 usiku. Kupumua na shindwa vizuri, alafu mafua yamebana. Kwa hiyo tukaingia kliniki pale. Mama mtu ananikodolea macho tu anaangalia. Hebu piga hizo, ndio maana udaktari unahitaji kidogo ukatili. Alafu na utulivu wa nini? Akili. Kwa sababu utulivu wa akili ndio unaokufanya wewe ufanye maamuzi yaliyokuwa ya sawa sawa. Ukiruhusu kuchanganyikiwa tu, basi. Kuna clip moja niliangalia juzi hapa, madaktari ambao wako field walirusha ile kwenye mtandao. Sasa wakawa wameingizwa kwenye chumba madaktari wale. Afule mwalimu, kuna mtu alikuwa amelazwa kwenye kitanda, kumbe yule jamaa amekufa. Sio kama kafa, basi siangalia wameificha ficha kidogo, lakini inaonekana kwamba ni mtu ambaye yuko hali mbaya sana. Maiti, kama maiti. Kufungua hivi, wengine wameanguka wamezimia. Kuna mwingine kavumilia mara anataka kutapika. Wengine wamekimbia nje. Ile nini? Wala watu wasiojua hawaelewi, lakini kidaktari wanawaondoa nini? Hofu. Utakuja kupokea mgonjwa siku moja. Kama hujawahi kupokea mgonjwa wa namna hiyo, yaani ujihesabu bado una muda kujifunza. Utakuja kumpokea mgonjwa siku moja, ana donda la ajabu, linatisha. Alafu ushasoma huku hijama kwamba moja katika njia ya kumsaidia ni kumfanyia fasdo, kumtoboa kwenye kidonda kile. Sasa ukalitoboa donda lile, afu donda lina miaka 10 aliponi, linanuka. Vipimo kashafanya, hakuna viashiria vyovyote vya kansa. Sasa kakuletea ugonjwa huo, lazima uondoe hofu. Kama hujawahi kupokea hizo kesi, omba Mungu kwanza akuletee kesi ngumu kama hizo, ili uzipokee upate ule ujasiri zaidi. Dr. Kamboni. Basi tukaingia pale, nikamfanyia hijama ya faslu hiyo. Nikamwambia baba, leo nakupiga faslu ya maana, yaani wimbo unaingia.
ili tuokoe maisha hapa. Kwa nikamwambia utulie upambane nayo. Bahati nzuri mashaallah sio mgeni na hijama yule. Nikampiga ile faslu vizuri, mizunguko yote inayotakiwa kutokana na tatizo lake. Hazikuchukua dakika 5 wala 10. Mafua yanakuja kwa kasi sana. Sawa? Mafua yanakuja kwa kasi sana. Ngambia nenda nje katoe mafua. Basi alitoa mafua mengi sana. Soma kwenye dalili za pneumonia zile, pneumonia. Sawa? Kamasi ni moja katika chanzo. Alipotoa zile tayari baada kama dakika 10-15. Haya, twende nyumbani. Tukaingia nyumbani, kaambia kaa hapo nje upige na hewa zaidi ya nje. Mzima mpaka leo. Nilipomaliza ile tiba tayari mtoto kashakaa vizuri, nikamwambia mke wangu, udaktari leo umefeli. Kwa hilo pana nimekubali bwana, nimefeli. Bahati nzuri kakubali mwenyewe. Kakubali. Mimi nakubali bwana, nimefeli. Yaani wewe mimi kiasi kunapokea kesi hizo zinanijia hapa. Wanaleta watoto wametoka huko walikotoka, washachoma sindano za pneumonia, anakuja na plasta mtu hapa. Tunakuja tunawafanyia tiba, wanaondoka wazima, mpaka wengine wanataka kuwabandika majina la kamna. Alafu wewe wako kumpeleka hospitali. Jamani. Ikiwa na nyinyi ndio mnafanya hivyo, bado hamjawa nani? Hamjawa madaktari. Sina maana hatutaki kuwapeleka watu hospitali. Ziko kesi kwa tunatoka twende hospitali. Sawa zile kesi ambazo zinaweza zikashughulikika vizuri, zishughulikieni. Ni moja katika sehemu ya kuongezea imani familia yako kwamba hii ni tiba. Kwa hiyo hijama kwa mtu mwenye nyama za pua husaidia kupunguza kamasi nyingi. Kwa maana zile kamasi zitafanya nini? Zitatoka. Kwa zinapotoka yeye kwake ndo inakuwa ni nini sasa? Ndio huo uzima wenyewe huo. Kwa pia na kupunguza kamasi nyingi maana yake kwamba ule mfumo unaosababisha kuzalisha zile kamasi na wenyewe utakuwa umefanya nini? Umepotea. Sawa jamani. Kwa kupunguza uzalishaji wa kamasi nyingi, kusaidia kamasi kutoka kwa urahisi, kuzuia mkusanyiko wa kamasi kwenye zile njia za pua. Kwa ajili hiyo mgonjwa baada ya hijama ataona amepata unafuu mkubwa sana. Faida nyingine itakuwa 10 na ngapi? Itakuwa 10 itakuwa 11. Kuboresha mfumo no. Kazi nilikagua kwa haraka yako, kuna maeneo tulikuwa tukiweka sawa. Kuboresha hisia ya harufu. Kuboresha hisia ya harufu. Maana yake mara nyingi watu wenye matatizo yanayohusiana na nyama za pua huwa wanapoteza hisia za harufu, kusikia harufu ya vitu. Kwa anapofanya hijama, hii hali inaenda kufanya nini? Inaenda kutokomea. Nyama za pua mara nyingi husababisha kupungua kwa uwezo wa kunusa. Kwanza mtu asisikie perfume, asisikie chochote. Kaangiza vitunguu vyako hapo, yeye wala hana chochote anachokisikia. Kwa baada ya hijama njia za pua zinaweza kufunguka na uwezo wa kunusa unaweza kuanza kurejea kama hali ya kawaida. Lakini pia faida nyingine ya 12, kupunguza uchovu wa kichwa. Mtu mwenye tatizo la nyama za pua anapata uchovu sana wa kichwa. Akili inachoka. Wagonjwa wengi huhisi uzito kichwani, uchovu wa macho. Hijama husaidia kupunguza hali hii. Sawa Tuko pamoja? Muhimu kujua
Hijama inaweza kusaidia kupunguza dalili zote za tatizo hili la nyama za pua. Kawaida mgonjwa hufanyiwa vikao 2 mpaka 4 kulingana na hali ya ugonjwa. Tukisema vikao ni yani zile program za hijama. Atakuwa afanyie hijama ya kwanza, afanyie tena, akae tena muda fulani kama labda wiki moja, anakuja afanya hijama ya pili. Kama tatizo ni kubwa, afanye hijama mpaka ngapi? 4. Kwa maana mwezi mzima mfululizo, kila baada ya wiki anafanya, wiki anafanya. Kwa wiki 4 atakuwa anafanya hijama kwa wiki mara moja. Kwa yule ambaye mwenye tatizo kali zaidi, kubwa zaidi. Lakini kama tatizo lake ni dogo, sio kubwa sana, akifanya mara 2 inatosha, na hilo tatizo litakuwa limefanya nini? Limekwisha. Ponti sifundishi kwenye kamera. Sawa ponti nafundisha nje na kamera. Hapa tunatoa tu maelezo. Kwa sababu hiyo kamera hii inaenda kwa watu wote. Kwenye ile yenyewe structure sasa, hiyo tutasoma nje ya kamera. Kwa hiyo tunasema kwamba tiba ya hijama kwa magonjwa yanayohusiana na nyama za pua ni the best. Na wala sio tiba ya kujaribu, bali ni tiba ya uhakika inayoweza kuondoa tatizo kwa 80%. Kwa hiyo basi kwamba tatizo la nyama za pua ni miongoni mwa magonjwa ambayo hatukuyasomapo darasani, lakini ni sehemu ya magonjwa ambayo yanaweza yakatibiwa kwa njia ya hijama. Kwa hiyo kupitia semina yetu ya leo, naamini madaktari wangu hapa mtakuwa mmepata solution. Inawezekana ulikuwa unapokea hizo kesi ukawa unajiuliza fanyaje, si ndio? Basi baada ya semina hii ya leo, naamini mtafanya vizuri zaidi insha Allah kwa kuwatibu watu tatizo la nyama za pua.